Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, pamoja na kanisa zima Katoliki ulimwenguni, leo tunaadhimisha Jumapili ya Matawi, tukimshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa fursa hii aliyotupatia, wakati wa kufaa kabisa, wakati wa neema. Tunapoadhimisha Jumapili hii ya Matawi, tunalianza Juma Kuu, Juma Takatifu, kama mnavyofahamu, tukiwa tunaelekea kwenye maadhimisho makuu ya Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama walivyofanya hao ambao na sisi tunaiga hicho kilichofanyika, wakimshangilia huyo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akiingia Yerusalemu. Tunapenda nasi tuunganike pamoja na wote ambao wamejiweka chini ya ulinzi na usimamizi wa huyo mkombozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Tumshangilie kama walivyomshangilia hao waliokuwa na imani kuu kwake yeye huyo kama mkombozi. Tunamshangilia ikiwa inaonyesha wazi kabisa hilo ambalo yeye alikuja alifanya, ukombozi wa kuja kutupeleka katika utukufu ambao unaonekana kwa furaha kubwa sana, kwa kiasi hicho ambacho walikionja hao ambao walimshangilia kwa kila namna. Na ni kweli ilikuwa ni hivyo. Yeye alikuwa anaelekea huko Yerusalemu, pamoja na haya ambayo yatampata au yaliyompata ya mateso, alikuwa anaenda katika kukamilisha hiyo kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kuifanya, akiwa ameelekezwa kwa vyote na Mungu Baba yake. Hiyo ni kazi ambayo imetukomboa sisi, lakini asingeweza kutukomboa kama hakuipitia hiyo njia ya mateso. Na kwa njia hii ya mateso, kufa na kufuka, sisi ndio maana tunakuja hapa na tunapenda sasa nasi tumfuate, tukimshangilia huyo aliyeshinda dhambi, aliyeshinda mauti na akatuletea uzima, aliyemshinda huyo nguvu Shetani. Tunapenda tulifanya hivyo tukikumbuka vile vile kwamba na sisi, kama anavyotukumbusha Mtakatifu Paulo katika waraka wake alioandikia Warumi sura ya 8 hiyo mstari wa 17, kwa nguvu huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Bwana yetu Kristo mwenyewe alituahidia kwamba tukija awe nasi, tunafanya watoto wa Mungu. Na watoto wa Mungu hao ambao wanamfuata huyo Kristo wanakuja kuwa warithi. Na sisi tunaalikwa, tunakuja twende tukashiriki hilo ambalo ndio tunalishangilia, la utukufu. Lakini kabla ya utukufu, Paulo anazidi kuzungumza tena vile vile kwamba tutakuwa tunashiriki katika utukufu wake iwapo tutashiriki katika mateso yake. Ndugu zangu, mimi nawaombeni, na kuinaelezwa kila tunapofanya ya maadhimisho ya siku zote hizo tatu kuu muhimu, hiyo siku ya Alhamisi Kuu, Ijumaa, pamoja na kwenye ufufuko Jumamosi kuamkia Jumapili ya ufufuko, yataelezwa hayo mafumbo matakatifu namna yake, jinsi Bwana alivyotukomboa. Na walikeni kama hao waliokaa naye, ambao hakumwacha huyo Bwana wetu Yesu Kristo mpaka mwisho, na hasa mama yake Bikira Maria. Nafahamu amemfuata mpaka kwenye msalaba, kampokea baada ya kifo chake kwa huzuni kubwa sana, lakini hakumwacha mpaka mwisho. Niwaalike katika kipindi chote hiki cha Juma Kuu, nasi tukae karibu na Bwana wetu huyo Yesu Kristo, tukiyatafakari hayo mafumbo makuu ya ukombozi wetu. Na kweli Juma Kuu hili vile vile kama ilivyokuwa kwa majuma yale mengine ambayo tuliyashuhudia, iwe ni juma la neema kweli na kuzidi kutukuza katika imani. Na tufahamu kabisa kwamba mwaka huu tu katika maadhimisho ya Jubilei, mwaka mtakatifu. Hayo matumaini tunayokuwa nayo
yaani matumaini daima ya kubaki tumeungana na huyo Kristo ambaye anatupeleka katika huo uzima na utukufu kama tunavyouonja katika kumshangilia yeye mwenye huyo mkombozi.